Iran imesisitiza uungaji wake mkono usioyumba kwa juhudi zozote zinazolenga kukomesha mauaji katika eneo la ukanda wa Gaza, ikionya kuhusu historia ya utawala unaokalia kwa mabavu eneo la Quds na kukanyaga mikataba ya makubaliano. Katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari leo Jumatatu huko Tehran, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghei, amesema atakuwa kula Tehran ni kukomesha jinai huko Gaza na mzingiro wa pamoja na kupewa misaada ya kibinadamu wa Palestina wa eneo hilo ambalo limeharibiwa kwa vita. Uzoefu katika eneo letu katika miongo michache iliyopita, ikiwa ni pamoja na utawala wa Israel kukosa dhamira na kukiuka mara kwa mara makubaliano ya usitishaji vita nchini Lebanon, ambapo zaidi ya kesi 1500 za ukiukwaji wa usitishaji mapigano zimenakiliwa. Amesema makubaliano hivi punde ya kusitisha vita kati ya wapiganaji wa Kiislamu wa Hamas na Israel yalifikiwa baada ya siku 700 za mauaji ya halaiki ya utawala wa Israel huko Gaza na kutwishwa wa Palestina njaa. Iran imetangaza wazi msimamo wake kuhusu makubaliano hayo ambayo yanalenga kukomesha mashambulizi ya utawala wa Israel wa Benjamin Netanyahu. Kadhalika, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema uamuzi wa Iran wa kutohudhuria mkutano wa kilele wa Sharm el-Sheikh kuhusu Gaza ulifanywa kufuatia mashauriano ya wataalamu na kusisitiza kwamba kutokuwepo kwa Jamhuri ya Kiislamu huko nchini Misri hakumaanishi ukosefu wa ushawishi katika maendeleo ya kieneo au kimataifa. Akizungumzia matamshi ya Rais Vladimir Putin wa Urusi kuhusiana na ujumbe kutoka kwa utawala wa Israel kwa Iran, Baghei alibainisha kuwa Tehran inasikiliza mapendekezo ya mataifa marafiki, lakini bado iko macho kabisa juu ya matukio ya kieneo, akisisitiza kwamba kutokana na historia ya hadaa na udanganyifu ya utawala wa Israel, Iran itaendelea kuwa macho katika ngazi zote. Hata hivyo, Baghei amesema dunia pia inapaswa kuwa macho, isikubali Israel ikiuka usitishaji wa vita katika eneo la ukanda wa Gaza. Kadhalika, kundi la wapiganaji la Hamas limesema liko macho juu ya mikataba iliyopo ambayo itasainiwa kati yake pamoja na Israel, licha kwamba imesema haitashiriki katika mkutano wa Rais wa Marekani Donald Trump. Akizungumza na mahojiano kupitia Al Jazeera huko Qatar, Ghazi Hamad ameonya kuwa mwenendo wa utawala wa Israel unafanana na wapatanishi wa kimataifa wakiwemo Marekani. Amebainisha kuwa Israel wakati huu inachuja orodha ya mateka wa Kipalestina na kujaribu kuondoa baadhi ya majina ya mateka wa Kipalestina wanaopaswa kuachiliwa huru. Amesema na kuongeza kuwa huo ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano hayo ambayo yalifikiwa kupitia upatanishi wa kimataifa. Ameonya kuwa baraza la mawaziri la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu linaendelea kutishia kuanzisha tena vita dhidi ya Gaza, huku akitaka kuwepo mashinikizo ya kimataifa na kupitia nchi za Kiarabu ili kuzuia Israel kushambulia tena Gaza na kulazimisha utawala huo utekeleze makubaliano ambayo yapo mezani. Kabla ya hapo, msemaji wa wapiganaji hao alisema Israel inajaribu kufanya hila na kuchuja baadhi ya vipengele katika makubaliano ya kusitisha vita. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kimeelezwa na serikali ya Iran kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni, akisema dunia inapaswa kuwa macho na wale isikubali Israel ikiuka usitishaji wa vita huko Gaza, huku wapiganaji wa Hamas nao pia wakisema Israel lazima iendane na kile ambacho imekisema. Kadhalika ikisema kwamba haipaswi kuchagua baadhi ya mateka ambao walifungwa na walikuwa na vifungo vya muda mrefu huko nchini Israel wakitoka Palestina. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.